ya muhimu kuhusiana na maombolezi ya aliyekuwa Waziri Mkuu Raila Odinga ambaye mazishi yake yanatarajiwa kufanyika au yameratibiwa kufanyika huko Bondo, Siaya siku ya Jumapili. Kwa hiyo tulikuwa tunazungumzia swala la chama cha ODM. Kiongozi mshika usukani ameshaondoka, chama kitasimama. Inatupeleka katika methali ya mji mkuu Kigwa, wana wa ndege wa mashakani. Na hali ilivyo, namna ilivyo, ukiangalia kabla hata wakati ambapo hali ya afya ya aliyekuwa waziri mkuu ilipoanza kuonekana kwamba inayumba, ilianza kutokea mipasuko ya hapa na pale. Kumetokea sauti za vijana ambao wangetaka waweze kusikilizwa, wangetaka waende na mtindo fulani. Kulianza kutokea mpaka sauti wakati ambapo palitokea mambo ya broad based. Watu wakitaka, wengine wakiwa mrengo fulani na wengine wakielekea upande mwingine. Hata hivyo, baba mwenyewe ndiye aliyehakikisha, alikuwa kama gundi ambayo ilikuwa imeshikanisha kila kitu. Kwa hivyo ndiposa ulikuwa unasikia kauli za baba akisema right tunaenda right, akisema left tunaenda left. Sasa baba hayupo. Hii inamaanisha kwamba huenda pakatokea mipasuko katika chama. Mipasuko hii italetwa kwa njia tofauti. Kuna muamko wa vijana ambao upo katika chama chenyewe. Muamko huu huenda ukaleta athari zaidi. Njia ya pili ni kwamba kuna wale ambao wamekuwa wakileta maswali, wakitia doa makubaliano kati ya ODM na serikali. Hii hapa pia huenda pakatokea mipasuko, na mwisho wa yote basi ODM ikiwa kwamba kaimu mwenyekiti hataweza kushughulikia ama kushika chama vizuri, hali itakuwa vibaya. Askofu, hebu mtazamo wako sasa. Alichokizungumza Otieno Mjomba anasema kwamba huenda kukashuhudiwa labda mipasuko kutokana na sababu alizozitaja. Sasa ODM ni moja kati ya vyama vikubwa katika historia ya nchi, na kwa wakati mmoja ni chama ambacho kilikuwa na idadi kubwa ya wabunge katika chaguzi zilizopita, na mpaka sasa ni moja kati ya vyama mashuhuri. Ukitaja ODM, taswira inaonekana ni chama aina gani kutumia. Sasa mbali na haya, umaarufu wa chama, je, hii heshima iko kwa chama ama heshima ilikuwa kwa Raila Amolo Odinga? Asante Haris. Nitaongezea kwa yale mwenzangu amesema. Kusema ukweli, heshima haijakuwa kwa chama ODM. Heshima na loyalty ya wanachama na wafuasi imekuwa kwa mheshimiwa Raila, na huyo ndio kila mtu alikuwa anafuata, wafuasi wa chama na pia hata viongozi waliochaguliwa kwa chama. Heshima yao imekuwa ni kwa Raila. Nili watch news, nafikiri ilikuwa jana, na kukawa MP mmoja wa Wiper akawa anasema ya kwamba wakati mwingine walihitaji Raila kuja tu kuzungumza kwa constituency yake ili akaweze kupata kura. So hiyo ni thibitisho ya kwamba heshima imekuwa kwa Raila, si kwa chama. Na matamshi kama haya ambao umeona Opiyo Wandayi akizungumza leo, akisema ya kwamba tunataka tukimaliza mazishi twende tuizinishe ambaye amewekwa kama kaimu wa kinara wa chama, yanakuonyesha tayari kuna wasiwasi. Inaonyesha tu waziwazi ya kwamba kuna wasiwasi ya kwamba chama hakitasimama vile kimekuwa kimesimama. Na alivyosema mwenzangu ni kweli, hata kabla tumpoteze mheshimiwa Raila, tayari tulikuwa tunaona misukosuko kidogo. Tulikuwa tunaona ni kama hawako pamoja, ni kama wasomi script moja. Aliyekuwa anashikilia chama cha ODM imekuwa ni Raila, na kuondoka kwake kutaadhiri hicho chama. Na kudhibitisha hilo, utaona kwamba Raila ni mtu ambaye amefanya moves mingi sana kwa hii nchi, kubadilisha chama ama kuingia mahali. Akiingia mahali, wafuasi wake wanamfuata. Akiondoka, wanaondoka na yeye. Akienda kwingine, wanaenda na yeye.
sasa ameondoka kabisa. Lakini cha kushangaza ni kwamba akienda mahali si wafuasi wake pekee wanamfuata, mpaka waliokuwa maasimu wake wa kisiasa, mpaka maadui zake. Ndio unakuta pia katika tukio kama hili mpaka maadui zake wanalia au maasimu wake wa kisiasa. Na alivyosema Hudson, kuna ushujaa uliopo ndani ya Raila. Raila alikuwa mwanzo mtu mkakamavu, na akiwa na msimamo wake unabakia ule ule. Na watu wengi kwa njia yote ile, unataka mtu ambaye mwanzo unaweza kumwamini, na wa pili mtu ambaye akiamua kwamba tunaenda kushoto tuende kushoto, tukikosea basi tutaweza kujiuliza maswali na tutafute mrejesho. Sasa Raila, kutokana na hilo, ndio sababu ulikuwa unapata maadui pamoja na wafuasi wanataka kuwa na yeye, kwa sababu mwanzo tulipoanza hapo awali nilizungumzia mambo ya ulumbi. Anajua mambo nje na ndani, na kuna watu, Raila alikuwa na intelligence ambayo hata wakati fulani unashangaa inatokea vipi. Je, ana watu katika serikali ambao wanampa taarifa hizi ambazo ni za kijasusi wakati fulani? Na kutokana na hilo basi hata maasidi wanataka kukaa naye, manake huenda na taarifa zaidi za wao wenyewe. Hivyo basi wanataka kupokea kionjo cha kinachofanyika. Hivyo ni vizuri sana, na ni kweli kwamba patatokea mgawanyiko katika chama cha ODM ikiwa kaimu sasa hivi Bwana Oburu Odinga hataweza kudhibiti meli kwa njia inayofaa. Akidhibiti kwa meli kwa njia inayofaa na hakikishe kwamba amerejelea mambo ya vijana pamoja na wazee, mambo yatakuwa sawa. Aweze kusikiliza sauti za vijana hawa, mambo yatakuwa sawa. Akikosa kusikiliza, aanze kuenda na msukumo kutoka kwa watu ambao huenda wana nafasi zao katika serikali. Okay? Hapo basi huenda pakatokea mpasuko mkubwa, na chama hiki huenda kikawa ni kigae. Tukizungumzia kuhusiana na chama na masa, nikiongezea jambo hapo, kitu kingine kitafanya hiki chama kusambaratika ni tamaa. Kila mtu anataka sasa kuingia mahali Raila alikuwa. Kuna wale hawajazungumza lakini kimawazo wapo hapo. Wanafikiria wao ndio wangesema kuwa hapo. Wanafikiria wao ndio wana ubabe kuliko mwingine. Lakini kusema ukweli, hata nani akapewa nafasi ya Raila, hakuna atakaye match nguvu na ujasiri na influence ya Raila kwa chama. Kizungumzia nguvu, ujasiri na hususan ni influence ama athari kwa watu, kwa sababu tangu kutangazwa kwamba Raila Amolo Odinga ameipa dunia kisogo, vilio vilikuwa vingi sana. Sasa upo uwezekano kwamba kuna wengine walikuwa wanamlilia na wengine wanajililia katika wanasiasa. Sasa hapo umezua mjadala mwingine mtamu zaidi. Ukweli usemwe kwamba ni ukweli. Kuna watu ambao wanaomboleza kwa njia maradufu. Kuna wanaomboleza kifo chake Raila, na kuna wanaomboleza kwamba huenda nafasi walizokuwa nazo za kisiasa, nafasi hizo huenda zikawaponyoka. Kwa sababu gani? Natoka maeneo ya Nyanza, hasa katika gatuzi la Siaya. Na kuna mara si moja ambapo kuna watu wamechaguliwa katika maeneo hayo kutokana na sauti ya Raila, kiasi cha kwamba watu hawakutaka. Ukiangalia katika gatuzi la Siaya kulitokea mpasuko kati ya gavana wa sasa na aliyekuwa naibu wake, kama yule ambaye ni naibu wake. Hapo walishindana, waliwahi kushindana kwa njia moja au nyingine. Yote haya inamaanisha vipi? Sasa hivi pakitokea nafasi kama hiyo, je, hali itakuwa sawa? Na si sehemu ya Siaya pekee, nenda mpaka Coast, rudi mpaka sehemu ya Nairobi. Kuna watu ambao sasa hivi mirengo ilikuwa ishaanza kujitokeza mapema. Kuna watu ambao tayari walikuwa washapelekwa upande wa magharibi ya Kenya, upande wa Bungoma, kwenda kushikilia nafasi. Ukikumbuka nafasi ya mbunge wa Westlands
Mbunge wa Westlands alikuwa katika nafasi bora mwaka jana, uchaguzi uliopita, akitaka kushindania nafasi ya Nairobi. Sasa hivi ameanza kuingia katika eneo la Bungoma kule, ili kuacha nafasi ilikuwa inaachiwa nani hatujui. Lakini katika hali hiyo, je, na timu leo hii akiamua kwamba anataka kurudi ndani Nairobi, hali itakuwa vipi? Hivyo basi inamaanisha kwamba kuna watu ambao wataumia, tayari wanaumia sana, na ikiwa kwamba hawataangalia kwa njia ambayo ni sawa, uchaguzi ujao kuna nyuso ngeni ambazo zitakuwepo, na hasa katika chama cha ODM maeneo ya Nyanza, Busia, kuanzia Teso ukirudi mpaka Funyula, utoke sehemu hizo urudi mpaka Vihiga, kuna nyuso ngeni ambazo zitakuwa zimeshikilia. Kwa hivyo kuaga dunia kwa Raila ni mwamko mpya tena katika uchaguzi wa Kenya. Ndio swali ambalo lilikuwa linafuatilia swali hilo, kwamba huu msiba wa Raila Amolo Odinga umebadilisha karata za kisiasa za mwaka 2027, sio tu katika chama cha ODM bali katika vyama vyote vya kisiasa. Je, kifo chake kitachangia kubadilika kwa karata za kisiasa mwaka 2027, Hudson? Bila shaka, na vile umesema vizuri kabisa, si kwa chama cha ODM peke yake, lakini siasa za Kenya nzima zinaenda kubadilika. Kunaenda kuwa adjustments big sana inchi nzima kwa ajili ya siasa, na itaanza tu, haitakawia sana. Baada tu ya mazishi ya mwenda zake Raila Odinga, utaanza kuona kuna wale wanaofikiria, kuna wale ambao siasa yao inamalizika na mazishi ya Raila Amolo Odinga. Siasa yao inamalizikia hapo. Akizikwa tunazika wao kabisa kisiasa, watasaulika. Hata utakuwa unakumbuka fulani alikuwa amekwamilia koti. Hakukuwa na siasa, hakukuwa na sera, hakukuwa na umaarufu wake ulikuwa ni Raila. Na kuna wale tunasema kwa English wanaenda kuemerge. Kuna leaders wengine pia wataibuka. Wale walikuwaga wanahofia wakati Raila yupo, wanaona tukiruka tutapigwa kisiasa, itakuwa namna hii. Sasa kuna wale pia wanaenda kuabuka, wale ambao hatukujua, wale ambao hatukudhania, wanaenda kuamuka na watachukua nafasi yao. Lakini baada ya kusema hayo, niseme hivi, hata kama kutaamuka wengine, hakutaamuka mwingine kama Raila. Itakuwa ngumu sana hapa nchini. Na ujue ya kwamba hata katika kura zinazokuja, hauwezi jua ni wangapi walikuwa wanafikiria watazungumza naye awe upande wao. Pia wao hata wameathirika, licha kwamba hawakuwa na yeye sasa hivi, lakini labda unajua siasa dai na mambo mengi. Kuna mambo yanazungumzwa usiku, mengine mchana, mengine kisiri. Kunaenda kuwa na mwamko mpya kabisa wa kisiasa. Ni kama era mpya tunaingia kwa hii nchi kwa sababu ya kifo cha Raila. Kwa sababu nakumbuka kuna kauli moja alitoa hivi majuzi tu, akisema kwamba kukiwa na tetesi kwamba ODM itaunga mkono labda kipindi cha pili serikali ya sasa katika uchaguzi wa mwaka 2027. Kukawa na tetesi na wengine wakathibitisha kwamba ni kweli, lakini baadaye akaja na kauli akasema, nani amesema kwamba mwaka 2027 bado uko mbali na chama bado hakijaamua kitafanyika kama ulivyosema. Lakini sasa katika uzito wa chama cha ODM chini ya uongozi wa Raila Amolo Odinga, kwa sababu chama kama kinavyoonekana ni kwamba uzito wake, kama tulivyotangulia kusema, heshima ilikuwa kwa Raila Amolo Odinga, sio kwa chama, kwa mtazamo wa watu wengi, na kama tulivyozungumza hapa. Sasa labda upande wa upinzani kwa sasa, labda pia nao walikuwa kama ulivyosema wanatarajia kuzungumza na kushawishi ODM labda waungane pamoja mwaka 2027. Unaona kwamba nguvu za upinzani pia zimeisha kwa njia moja au nyingine kutokana na msiba huu, hususan baada ya Raila kuonekana kwamba ni mmoja kati ya
wapinzani maarufu na shupavu katika siasa za taifa la Kenya? Kama kwa upinzani bado sioni atakaye katika opposition iliyopo ambaye anaweza kamatch nguvu ama upinzani ambao ulikuwa ni wa Raila, kwa sababu kitu cha kwanza, Raila upinzani wake ulikuwa kwa issues. Anazungumza vitu ambazo zinasikika vyema masikioni pa Wakenya. Na wapinzani waliopo sasa hivi wengine ni wakuzungumza kuhusu mtu. Unaona sasa, kwa ni kama Otieno alivyosema kwamba anajua azungumze nini, vipi, wapi, kwa nini. Hivyo Raila alijua mahali pa kulenga, alijua cha kusema. Ni mtu ambaye nilisikia mwanasiasa mmoja akisema alikuwa anasikiza kila mtu. Actually alikuwa ni Balala na Charity Ngilu. Walikuwa nasema mngezungumza na yeye, mnazungumza na kusikiza, lakini bado kuna watu wa chini kabisa anawasikiza wanasema nini, wanataka nini. Na ni mtu alikuwa anasikiza kila mtu. Kwa hivyo yeye ni mtu ambaye akiamka hivi, na ukikumbuka katika siasa zake, mikutano zake, hakuwa mtu wa kuongea muda mrefu sana. Atazungumza mambo machache, lakini watu watatoka pale wakizungumza kila alisema. Kuna mmoja kati ya wanasiasa ambao walikuwa katika mrengo wa serikali, nakumbuka tukizungumza, akasema kwamba upinzani hauna raha kama ubingwa hayupo. Kipindi hicho cha uchaguzi wa mwaka 2007 kama sijakosea, alafu ukaja uchaguzi mwingine tena, alisema kwamba huyu bingwa pasipo yeye basi hakuna raha ya kuwa na upinzani, wala hakuna upinzani kwa ujumla. Naona sasa, mbali na hayo, kuna hili swala la vijana na wanawake. Tumesikia wakizungumza kutoka maeneo ya Bondo huko, jinsi baadhi ya wanawake walivyomsifu, walimpa sifa nyingi tu chungu nzima kuhusiana jinsi gani anavyoinua wanawake na vile vijana. Sasa kuondoka kwake huku, unaona kunaweza hujumu juhudi ambazo tayari kiongozi wa ODM alikuwa amezianzisha, na vile kuwahusisha pia na uongozi wa kitaifa baada ya kuungana na Rais William Ruto? Asante sana kwa swali lenyewe. Na kabla hata kujibu swali la vijana na wanawake katika nafasi za uongozi, ningependa kuzungumzia pia bado kurejelea mambo ya vyama na sera. Katika taifa letu la Kenya na hasa katika bara la Afrika, mara nyingi vyama vinaegemea pande mbili. Vyama vinaweza kuegemea vinara ama vikaegemea sera. Ni vigumu sana kupata vyama nchini ama kote katika bara letu la Afrika ambavyo vimeegemea sera, isipokuwa ANC na hapa karibu na Afrika Kusini. Na hapa karibu na kwetu sidhani kama hali imekuwa hivyo siku hizi. Sijataja majirani, lakini wamekuwa hivyo. Sasa katika uongozi wa vyama nchini Kenya, vyama vimekuwa vikiegemea sana vinara. Ndipo ukiangalia kwanza hapo awali alipotoka NDP, alipoendea NDP, watu wote wakaegemea NDP. Akaenda LDP, ikawa hivyo. Akarudi katika ODM, watu wakaenda hivyo. Rudi bado katika upande wa uongozi wa sasa. Rais alipokuwa katika TNA, na wakati huo watu wakawa wameegemea upande wa. Alipokuja katika URP, watu wakajikuta wakiwa URP, akaenda UDA, ikawa hivyo hivyo. Sasa tukirudi katika swali zito ambalo umeuliza la vijana na wanawake, nafasi zao katika katiba, kuna kitu kinaitwa affirmative action, ambapo imeweza kuegemea ama kujaribu kushughulikia watu ambao kwa njia moja au nyingine wanaonekana ni kama wanadhulumiwa ama nafasi zao hazijaweza kupewa kipaumbele. Kuna kipengele cha katiba ambacho kinazungumzia nafasi za kinadada katika katiba, na inasema kwamba wanaume na wanawake wanafaa kupata nafasi sawa katika sera mbalimbali, katika uongozi na kadhalika. Na ukirudi katika sehemu ile ya vijana, pia vijana wakapewa nafasi kwamba wao pia wana nafasi yao katika uongozi. Na tukizungumzia vijana ni wanawake na kabisa. Na hivyo basi tunapoangalia katika uongozi wa ODM na Azimio, ukiangalia Gladys Wanga ni gavana wa kike, Wavinya Ndeti gavana
wa kike. Urudi katika uongozi huo utapata kuna wabunge ambao ni wa kike na wameshikilia nafasi na hata wakafanya vizuri. Angalia sasa hivi tunaporejelea mambo ya ugatuzi, watu wengi wamekuwa kiangalia Homa Bay kama ndio blueprint ya ugatuzi nchini, na inaongozwa na nani? Mwanadada. Rudi katika uongozi wa ODM na Azimio, uangalie vijana hapa narejelea wa kike na wa kiume ambao wameshikilia nyadhifa katika sehemu hiyo. Katika ODM, Edwin Sifuna ndiye seneta wa Nairobi na amekuwa na ushawishi mkubwa katika chama cha ODM. Rudi uangalie Babu Owino ambaye ndiye mbunge wa upande wa Embakasi East na nafasi yake. Sasa hivi utapata kwamba hata katika ulipokuwa ukisikiliza taarifa hizi kuanzia Raila mwili ukitolewa, jina lake linatajwa sana. Inamaanisha kwamba wana nafasi zao katika uongozi wa vyama, na hivyo basi vijana hawa walipewa nafasi na nani? Raila Amolo Odinga. Walijengeka chini ya uongozi wa Raila. Na hivyo basi ni shukrani zaidi kwa Raila, hata tunapomwaga kwamba aliweza kuinua, japo hakutoka na yule ambaye atawavusha watu zaidi, mmoja ambaye atawavusha watu, lakini aliweza kuinua pockets of watu pole pole. Ameinua vijana mbalimbali, ameinua kinadada mbalimbali ambao wana sauti, na hivyo watu hawa wataweza kuchukua nafasi na hata kuendeleza vyama mbalimbali nchini. Hata hivyo ni vizuri tuweze kuelewa kwamba Raila Amolo Odinga nafasi yake itakuwa vigumu kuzibwa. Na umezungumzia kwamba amewaibua watu wenye sauti, na si sauti tu, ni sauti za busara ambazo bila shaka tumekuwa tukisikia kutoka kwa viongozi tofauti. Sasa mbali na wale ambao walikuwa masaibu zake katika chama cha ODM, Skofu Hudson, pia kuna walioko katika vyama ambavyo si chama cha ODM, wengine hata ni mahasimu zake kisiasa, ambao wengine ambao sera zinatofautiana, lakini yeye ndo aliwakuza. Wapo wengi akiwemo wakina Moses Kuria wakizungumza wanamtaja kwa mazuri ambayo aliwafanyia, na wengineo wengi tu. Hata rais mwenyewe tangu kipindi hicho walipokusuhubiana wakawa katika Pentagon pamoja na mambo mengi, kwa sababu pia rais mwenyewe alisema ninashukuru kwamba nilipata fursa ya kusuhubiana naye katika masuala ya kisiasa na mambo kama hayo, kuonyesha ni uzito gani aliokuwa nao katika masuala ya kisiasa. Sasa Hudson, swali langu ni hili: mbali na tofauti zao za kisiasa, rais hatua aliyochukua kukutana na kuelewana na kushirikiana na mwende zake Raila Amolo Odinga, unaichukulia kwa mtazamo upi wewe? Hatua ya rais kuzungumza na Mheshimiwa Raila Odinga, kufanya kazi naye, ni hatua ambayo ilihitajika. Ilihitajika sana, maana tangia hapo walipokuja pamoja uliona nchi ilitulia. Na umeona wengi wakimzungumzia Raila kuwa ya kwamba watu hawakumuelewa. Kila wakati akifanya handshake alikuwa anatazama nchi. Anatazama mahali nchi inaenda, anaona hii nchi inaenda kuporomoka na isije iporomoke kwa sababu mimi najitafutia uongozi. Hilo ndio limekuwa likifanya anafanya handshake. Kwa hivyo swala ambalo rais hatua ambayo alichukua kufanya kazi na Mheshimiwa Raila Odinga ilikuwa hatua ya hekima kabisa. Maana ilituliza nchi, uchumi ukaanza kutulia, kwa sababu mahali kuna kelele uchumi haiwezi ikakua. Na ni swala ambalo tunaweza omba ya kwamba hata kama wanasiasa wanaweza kuwa na mawazo mengine kwa ajili ya 2027, washikilie hilo kwa sasa hadi hapo tutakapofika kwa kura, ili nchi iwe na utulivu na iwe na amani. Tungependa kuona huo utulivu. Heshima kubwa ambayo tunaweza patia Raila ni kuhakikisha amani na utulivu ambao kila wakati aliutafuta. Kwa handshake alikuwa anatafuta hiyo amani na utulivu wa nchi. Anaangalia maafa ya watu, anaona haifai watu wafe kwa ajili ya sisi. Hilo ni swala nzuri. Na nitaje kidogo kwa hili ambalo mwenzangu alizungumzia kuhusu wanadada na vijana kwa siasa. Ukiangalia wanasiasa walioko kwa nchi sasa hivi, wawe wako opposition ama walikuwepo kwenye ODM, ni kizazi ambacho ukiangalia pole pole
unaona wote wamepitia mkono ya Raila. Wote amewakuza, amekuwa na wao wote, anzia wakati amekuwa na tangia wakati wa Matiba kuja wakati hivi mpaka wakati amekuja Kibaki angekuwa rais bila Raila. Hivyo na ninapenda pia vile rais alivyosema kwa acknowledge ya kwamba walifanya kazi na Raila hata wakati wa Pentagon. Hilo lilikuwa swala nzuri sana, na akasema yeye hangefika kisiasa bila huyu mahali amefika. So ukiangalia hii crop ya wote walioko hapa, wote amejaribu kwa mfano hata wakati alisimama amejaribu kuinua Kalonzo aje na yeye akuwe vice president licha kwamba hawakuwa wanapata. Angalia kama Martha Karua amemchukua kwa mkono kuja ukwe running mate wangu. Kwa hivyo ukiona wote walioko whether wako wapi, wakina Gladys Wang, tazama yeye ni mwenyekiti wa chama kama ODM, chama kikubwa sana, na yeye ni mwanadada. So hiyo ni ishara kwamba yeye kabisa kile alisimamia kupigania katiba ambayo italete usawa, yeye alitekeleza, alionekana akiitekeleza. Kuna vijana kama MP wa Lang'ata hangekuwa bila Raila, na wengine wala alitaja. Na ukiwaangalia vile walivyokuwa naomboleza, unaweza ona machungu yaliyoko katika macho yao. Ni kwamba anakumbuka ni wapi huyu mzee amenitoa kunifikisha mahali nilifika. Bila shaka ndio yale tuliokuwa tukizungumza kwamba wengine walikuwa wanamlilia na wengine wanajililia, lakini yote hayo yako katika kitendawili cha mwaka 2027. Kitendawili ambacho nilipenda sana kutumia bwana mwenda zake Raila Amolo Odinga. Haritha, ni vizuri pia kuweza kuchukua mtazamo mwingine wa yote ambayo yamefanyika, kwamba ni ukweli imedhihirika wazi kwamba Raila alikuwa amependwa na atazidi kupendwa na vizazi vya kisasa na vizazi vijavyo. Inaonekana kutokana na umati ambao tunaona katika nyanja mbalimbali, na inatokana na pia kauli zinazotoka kwa watu mbalimbali. Kwa mara ya kwanza nimesikia timu ya Arsenal imeweza kutuma rambirambi zake. Na si tu hapo, pametokea watu mashuhuri ambao pia wametuma rambirambi zao. Inaashiria kwamba jamaa ambaye ametuacha sasa hivi, japo watu wengi hawakuwa wamemuelewa, lakini wamekuja kuamini kwamba alikuwa na sera ambazo zilikuwa bora zaidi na zingeweza kufikisha nchi mahali panapofaa zaidi. Kuaga kwake kumefanya watu wakaanza kujiuliza maswali. Je, ni sisi tuliyemkosea Raila Amolo Odinga kwa kutompa nafasi ya uongozi ili tuweze kuona sera zake zikitimia, sera zake zikichukua hatamu, ama ni Raila ndiye aliyekosa? Na ukiangalia Raila kila wakati alikuwa akizungumzia mambo kwamba kushindwa si mimi nimeshindwa, ni hali ambapo nyinyi ndio mmeamua na ni nyinyi ndinyi mnaoathirika kwa njia moja au nyingine. Hivyo naomba sana wanaotusikiliza waweze kutilia maanani sifa zile za Raila za utulivu, ukakamavu, za kupenda nchi. Alipokuwa akituhutubia leo mjane, alizungumzia mambo ya tupende nchi, tudumishe amani, alivyokuwa akisisitiza mume wangu. Hapo sasa narejelea Bi Aida Odinga. Hivyo ni kauli ambayo inafaa kuendelezwa, amani iweze kudumu, na tuhakikishe kwamba sera za Raila zimeweza kudumu. Tutoke katika siasa sasa, ni mwamko mpya, siasa za mtu, tuende katika siasa za sera ambazo zitaweza kuongoza nchi hata zaidi. Naam, asanteni sana Askofu Hudson. Nimeshukuru sana kwa kuwa nawe siku ya leo kuzungumzia mawili matatu. Vile vile Otieno Mjomba, asante sana. Bila shaka maneno ali zaidi hayo ambayo tumekuwa tukizungumzia kuhusiana na huyu mtu ambaye ameibua mwamko mpya kwa njia moja au nyingine, sio tu katika taifa la Kenya bali pia katika mataifa jirani. Wameona kwamba kumbe mambo yalikuwa hivi. Unajua wakati mwingine mtu wakati ule haupo, ndo Waswahili wanasema omba ujadiliwe, yani usiombe ujadiliwe wakati upo, ila omba ujadiliwe wakati haupo.
ili uelewe sifa zinakaa vipi. Ndio yale yaliyomkumba pia anaitwaje Wangari Maathai. Kipindi hicho watu walikuwa hamuelewi, lakini sasa hivi wamemuelewa, lakini tena ndio wenyewe wanasema too late. Tunakumbuka blanketi kama kumekucha. Lakini ningependa kutoa shukrani kwa rais tunapotamatisha. Niweze kutoa shukrani kwa rais kwa kuweza kumvisha Raila taji lake la kisiasa, kuhakikisha kwamba Raila ameweza kupata maziko ya kitaifa. Kutakuwa na gun salute nadhani 19 ya kuweza tu kudhihirisha kwamba alikuwa mbabe, alikuwa nguli, alikuwa shujaa. Hiyo yote imeonesha kwamba imeleta kwanza taifa pamoja. Kwa hivyo rais, hongera sana kwa kuwajibika na kutimiza hayo. Ulikuwa na uhuru wa kuamua hali iwe tofauti, lakini ukaamua kufanya yanayofaa kufanya. Ni busara ya hali ya juu. Busara ya hali ya juu, na bila shaka yote hayo ambayo tutaendelea kuyazungumza hapa hayatamalizika. Ila naomba mengine tutazungumza tukitoka nje, kwa sababu muda pia naona umetupa kisogo. Kwa hiyo mimi sina la ziada ila kuwashukuru wale ambao tumekuwa nao katika mazungumzo haya, japokuwa tumeendesha sisi kwa mno, lakini naamini kwamba tulikuwa tunashirikiana kwa njia moja au nyingine. Sina la ziada ila kukutakia usiku mwema, na vile vile kukutolea shukrani wewe ulioandamana nasi. Mimi nimemaliza kwa niaba ya wenzangu na kumpisha Nancy Onyancha fute tena kabla tujuze ni kipi kinachofuata. Onyancha. Na mtazamaji, asante sana kwa kuendelea kutazama KBC Channel 1 na pia kwa kutazama Darubini Weekendi. Bila shaka tulikuwa tunakuletea taarifa na pia picha na kukujuza mengi yanayoendelea kuhusiana na maandalishi ya mazishi yaliyekuwa Waziri Mkuu Raila Amolo Odinga katika maeneo ya Bondo, Kisumu, na bila shaka mtazamaji, kama tulivyokuahidi, tutaendelea kufahamisha jinsi mambo yanavyoendelea haswa kuhusiana na maandalizi. Shukrani sana, naitwa Nancy Onyancha, lakini usiende mbali, utakuwa unaungana naye mwenzetu Karen Kibet ambaye atakuwa anakuletea matangazo ya mwendo wa saa 3 na pia kuendelea kuchukua taarifa kutoka maeneo tofauti humu nchini katika lugha ya Kiingereza. Shukrani sana kwa kuendelea kutazama KBC Channel 1. The young generation awakens on Y254, the leading youth TV station in Kenya. We treat you to current affairs, entrepreneurship, health, and human interest conversations